Bwana Yesu asifiwe sana. Majira haya ya asubuhi, ni wema na fadhili zake Jehova tu wazima. Tunashukuru Jehova. Radio Fortune Africa, ukiwa na burudani inayokuwa kwa kasi sana dunia nzima, na kipindi kizuri kabisa, kipindi cha kupendeza, mwanga wa baraka na baraka tele, katika kitengo cha ndimi za baraka. Majira haya ya asubuhi, Mungu hutumia mtu mnyenyekevu. Mungu hutumia mtu mnyenyekevu. Siku zote katika safari ya kila siku, wanyenyekevu wana nafasi kubwa na baraka huandama siku zote. Mtu asiyekuwa mnyenyekevu hana ubora wa kuzipokea zile baraka. Maana hivi Mungu hutazama unyenyekevu wa mtu, na ndivyo humtumia. Lakini uko tayari kufanya kazi na unyenyekevu ulionao? Kazi hiyo utakapoweza kupewa utafanya kwa njia nzuri, kusudi la wazi, kwa kupenda na utu ulio ndani yako, kwa upendo wa utukufu na neema ya Mungu na ushuhuda kutoka kwa Mungu. Moyo wako unaweza kukubaliana na unyenyekevu. Je, umo ndani yako? Baba anatazama watu walio wanyenyekevu, hushuka na kutazama jinsi mioyo yao ilivyo, na mwisho wa safari watumia wanyenyekevu ili kuifanya kazi yake. Angalia ubora ulioko ndani ya unyenyekevu. Ana baraka. Akifikia kwa baraka hizo, anampa mnyenyekevu kwa njia ile nzuri. Moyo wangu naomba Bwana akusaidie katika ndimi za baraka. Ishi maisha ya unyenyekevu. Jambo la pili, Mungu humtumia mtu mwaminifu. Ikiwa unahitaji baraka katika ndimi za baraka, tusema hivi: uaminifu ni kitu cha maana sana, ya kwamba mtu yeyote aliye mwaminifu ana nafasi nzuri katika ufalme wa Mungu, na hasa katika baraka za kila siku. Mtu anayeweza kufanya kazi yake kwa uaminifu, basi atafaulu, na siku zote Mungu atampa neema ya kusonga. Hapa mahali hapana njia, Bwana ataweka njia. Mahali paonekanapo pamezibana, Bwana atafungua. Mtu anapoona ya kwamba ni kama njia ipo mahali hapa, lakini kwa sababu ya uaminifu mtu huyu, Mungu Baba muinua toka hatua moja kwenda kwa nyingine, ya kuwa atafanya kufaulu kwao. Na aweza kuwa ana ufahamu ya jambo lolote, hana ufahamu, hajasoma, ajui lolote kuhusiana na jambo lile, lakini kwa sababu ya unyenyekevu alionao na ako na imani ndani ya Mungu na dhamira yake ni safi kuyatimiza makusudi ya Mungu, wa Mungu anamtumia kwa ajili ya baraka zake. Ndio nasema nini katika ndimi za baraka? Basi Mungu huwafanya wale wasioliamini na kuwafanya kuamini zaidi. Tena Mungu hawatumii watu wanaojua zaidi na kufahamu hekima na maarifa. Anamchagua yule asiyejua lolote, asiye na hekima na maarifa, na mwisho humfanya kufaulu na kujua yaliyo makubwa yaliyo mbele yake. Basi Mungu umwamini yeye yule na kumfanyisha makubwa, na matendo makubwa hutendea kupitia kwake. Kwa nini? Kwa sababu ya uaminifu ulioko ndani yake. Nataka niseme nini katika habari za ndimi za... Katika jambo la tatu nasema nini? Mungu hutumia mtu ambaye anapatikana, yani availabilities. Mtu huyu ukimhitaji utampata kwa utukufu wa Mungu. Yeye mwenyewe ni mnyenyekevu, mnyofu wa moyo, mtu aliye na nguvu, siyekuwa na, hata kama hana ujuzi wa mambo hayo, lakini yupo tayari kufanya kazi ya Mungu. Hata kama yupo na ujuzi wa kazi anaifanya, lakini availability yake, anaweza kupatikana kwa wakati huo. Mungu hutia ndani yake nguvu, uwezo, hekima na maarifa, na kazi ya Mungu ikasonge mbele. Mungu hawachagui walio na hekima sana ama waliokosa hekima sana, lakini wachagua wanaojitolea kwa ajili ya kazi hile. Basi humfanya mtu yule kuwa bora zaidi kwa ajili ya kazi hile, na kumfanya kuwa mtu aliye nadhifu kuifanya kazi hile kufaulu. Bali huwafanya hao wanaomtafuta Mungu kuwa na moyo wa kuisukuma kazi hile. Ukiwa mnyenyekevu, ukiwa mwaminifu, na ukiwa unaweza patikana, basi Mwenyezi Mungu atakutumia kwa kazi yake, na utaifanya kwa nguvu na kwa moyo mkuu. Baraka zipo, lakini watu hukosa kuzipokea baraka zile. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambao hawana imani ndani yake. Nasema nini katika vitu vingine vinne, alafu tuwe tumekamilisha kitengo hiki cha ndimi za baraka. Jambo la kwanza, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa idhaa ya Radio Fortune Africa,
Nataka ujue hivi vitu vinne ambavyo inafaa uanze kuvifanya leo. Wacha kujuta kwa ajili yaliyokupata jana ama yaliyotokea jana. Wacha majuto ya mambo yaliyotokea jana, hayo yamepita. Uwe bayana ya watu ambao wanasonga mbele, uweze kuwa hodari na kujua ya kwamba mbele ni kwema. Uweze kuangalia, maana yale yamepita na hatuwezi kuyabadilisha, bali tunasoma somo lile, tunaliangalia somo lile jinsi lilivyokuwa gumu ama liepesi, na jinsi tulivyoteleza na mambo yakawa magumu, lakini tusonge mbele. Basi jambo hilo la kwanza, usiweze kujuta kwa ajili yaliyokupata jana. Jambo la pili, katika ndimi za baraka, wacha kuwa na wasiwasi ya kesho. Ikiwa Baba Mungu alikulete toka jana akakuweka leo, hata kesho utafika salama. Mambo yako shwari, Mungu yuko pamoja na wewe na atakusaidia hata mpaka kesho. Jambo la tatu, wacha kufurahisha wanadamu, mfurahishe Mungu. Fanya Bwana Mungu asifurahi kwa ajili yako, na mwenyewe atasababisha watu kukufurahia wewe. Ikiwa utataka kuwafurahisha watu, mwisho watakuacha njiani, watakucheka, watakudharau, na mwisho watakuacha katika hali ya kuhangaika. Lakini ukimfurahisha Mungu aliyekupa neema na kufika ulikofika, kesho yako ina baraka sana. Na jambo la tatu, wacha kufanya maisha yako kuwa magumu kwa sababu ya fikra za jana, jinsi ulivyoanguka jana, ugumu wa jana, na maisha ya jana jinsi yalivyokuwa na changamoto. Wewe tazamia mbele, mkijua ya kwamba jana kulikuwa hivi, lakini kesho nina Mungu atakayenifanikisha kwa ajili ya kesho yangu. Kuwa na uwezo wa imani ndani ya Mungu ya kwamba yote yanawezekana licha ya changamoto ndogo unazopitia. Na ndiyo ndimi za baraka na Mathew Ndeva. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu na Mungu akubariki sana. Na ukiwa unaweza kuwa na msaada wako, tuma kupitia paybill namba yetu ambayo ni 625 na account namba ambayo ninakupa kwa sasa ambayo ni 01245085217800. Wapenzi wa till namba ni 4561468. Unaweza pia kusimama na kituo hiki kwa sababu ya kutufanya kusalia hewani daima. Mungu akubariki. Ndeva Mathew, hilo ndilo jina langu. Asante na karibu.